vikwamo au vifungo ambavyo utakuwa navyo wakati Zohali ama Saturn atakuwa in Scorpio. Yani you have Saturn in Scorpio ama Zohali kwa nyumba ya 8. Haya, ukiwa na Saturn au Zohali katika nyumba ya 8, ina maana utakuwa na vikwamo au vifungo vya kuachilia vitu vya kale, kujiamini na control au kudhibiti. Vifungo vyako au changamoto yako au mafunzo yako itakuwa ujifundishe kuwa mtulivu na mnyenyekevu bila kuhisi mambo yanakuisha kwako au yanatatizwa. Unaweza kuwa katika maisha ya kale ulisalitiwa na ukapoteza vitu vyako au maisha yako kwa njia ya usaliti ambayo ikaleta trauma za kuficha hisia zako za kweli na kutaka kudhibiti au kucontrol mazingira yako ili kuhisi uko salama, na hii inafanya unajikuta una control watu, pia unatatiza wenzako, yani in your past life before kuje katika haya maisha. Tuangalie kingine, unafaa kujifundisha jinsi ya kutumia nguvu yako kwa wakati ufahao au katika wema kuliko kutumia nguvu zako kutatiza wengine wakati unadhania unajilinda. Vifungo utakavyokuwa navyo ni kujifundisha kuvuka cycles ya kudhulumu au kunyanyasa au kudanganya na kutawala watu ili kupokea unachotaka au kuhisi amani ndani mwako. Ila jifundishe kujiamini na kuamini wengine ili kuondoa haya. Pia utajikuta unakumbana na tukio za kuanza upya kila wakati. Unaanza upya, alafu zile vitu ambavyo ulikuwa unajenga, iwe ni tabia, iwe ni marafiki, iwe ni kazi, iwe ni tabia, iwe ni identity yako, inaisha. So unapata wewe ni rebirth and death. Kuanguka kwa vitu tena kuanza kwa vitu kama hizo, yani kusonga mbele. Na itabidi uface giza yako ama shadow side yako ili uweke mambo yako sawa. Itabidi you go back to your shadow side. Kumbuka katika mwili wako uko na your light side and your shadow side, yani dark side yako na light side yako. Dark side yako inakusaidia wakati unahitaji ulinzi, light side yako inakusaidia wakati unapokaa na wenzako. Haya, kingine, pia utakuwa na vikwamo kutokana na vitu ambazo unashiriki au kugawa au kushare na watu, either ni hela, urithi, mikopo. Utapata changamoto sana hapo mpaka utakapojifundisha kutumia vitu vyako vizuri. Pia utakuwa na matatizo ya kuwa na hisia za ndani, kuhisi vita kwa undani ambayo italeta wasiwasi au kupata vitu kinyume na matokeo yako, ambayo itakufanya kuzuia hisia zako ambayo baadaye italeta kutatizika ndani mwako. Jinsi ya kujitoa kwa hizi vikwamo: cha kwanza, kubali mapungufu yako na ujifundishe kuamini kuwa kufungua moyo wako na kuongea kweli au kilicho ndani sio kuonyesha mapungufu yako, bali ni kutembea kwenye njia iliyo ya kweli bila uoga. Kingine, jifundishe kuachilia control au kudhibiti vitu au watu. Jifundishe kusarenda kwa cycles au mfumo naturali ya mabadiliko ya maisha kwa kuondoa visasi na uoga wa ndani. Kingine, jifundishe kuchunguza undani wako ili kuweza kupata uponyaji, bali si kutawala au kunyanyasa wenzio. Una uwezo mkubwa wa kutawala na kunyanyasa, yani una uwezo mkubwa wa kufanya kazi za uvumbuzi au ramli ama readings au therapy, na hii itatokea tu ukishaanza kujifanyia kazi wewe mwenyewe, yani ukihili. Pia jifundishe kujenga mahusiano ambayo unasimama na ukweli, bali si kutumia nguvu zako kudhulumu au kunyanyasa wenzako kimahusiano. Ila ukija fanikiwa kifungo hiki, yani ukija kufungua vifungo hivi, utakuwa na nguvu kubwa za ndani na uvumilivu, pia utulivu na uwezo wa kupita ama kushinda mabadiliko yanayotokea kimaisha, na uwezo wa kuvuka changamoto yoyote itakayotokea. Hii ni Zohali ama Saturn in the 8th house, Zohali ikiwa kwenye Scorpio.